Na mtazamaji, tumerejea tena na asante kwa kuendelea kusalia nasi, na huu ni wasaa wa habari za biashara na uchumi. Shirika la maendeleo ya petroli nchini TPDC limewahimiza wananchi wa sekta binafsi kuwekeza katika ujenzi wa vituo vya kujaza gesi asilia kwenye magari CNG ili kufungua fursa mpya za biashara na kupunguza gharama za matumizi ya nishati katika usafirishaji. Ifuatayo ni taarifa kamili. Akizungumza na Channel 10, afisa mwandamizi wa shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC, Bwana Eugene Isaya amesema matumizi ya gesi asilia katika vyombo vya usafiri yanaweza kuwa suluhisho la kudumu kwa changamoto za kupanda kwa bei za mafuta. Kutokana na mzozo ambao unaendelea Mashariki ya Kati ambao umesababisha pia nishati ya mafuta kupanda bei, tunahimiza wananchi pamoja na sekta binafsi kuchangamkia fursa hii, hasa katika kutengeneza vituo ambao vinabadili mifumo ya magari kwenda katika mfumo wa kutumia gesi asilia, lakini pia tunaalika sekta binafsi kujitokeza katika kuchangamkia fursa ya kuanzisha vituo vya kujaza gesi asilia kwenye magari. Aidha, afisa huyo amesema utumiaji wa nishati hiyo ni nafuu kwa kuwa mtungi wa kilo 11 unajazwa kwa shilingi 17,000. Mtungi wa kilo 11 ambao kuujaza utakuhitaji kutumia fedha za Kitanzania shilingi 17,000, kwa maana ya shilingi 1,550 kwa kilo moja ya gesi, na hii itakuwezesha wewe mtumiaji kutembea umbali wa kilomita kuanzia 160 mpaka 220 kwa gari la aina hii ambayo injini yake ina ukubwa wa cc 1,300. Lakini kwa gari hili ukitumia nishati ya petroli ambayo gharama yake kwa lita moja ni shilingi 4,174 kwa sasa. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Wakulima wa wilaya ya Chemba mkoani Dodoma wameendelea kunufaika na mfumo wa stakabadhi za ghala unaowezesha kupata bei ya uhakika ya mazao yao, huku ikizisaidia halmashauri kupata mapato stahiki yatokanayo na biashara ya mazao, ambapo katika msimu uliopita wakulima waliingiza zaidi ya shilingi bilioni 5 na halmashauri ikikusanya zaidi ya shilingi milioni 184 za ushuru wa mazao. Amani Bando anatueleza. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Chemba Hassan Mnyika amesema mfumo huo umeleta mageuzi katika biashara ya mazao ya ufuta, mbaazi, alizeti na dengu kwa kuwawezesha wakulima kuuza mazao yao kwa uwazi na bei shindani sokoni, huku ukiiwezesha serikali kupata takwimu sahihi za uzalishaji na mauzo ya mazao. Mathalan, kwa mwaka uliopita, pamoja na changamoto na uhaba wa mvua ulikuwepo katika halmashauri katika Tanzania ulikumba nchi nzima na especially Dodoma, tuliweza kukusanya takriban shilingi milioni 184 kupitia mfumo stakabadhi za ghala. Ameongeza kuwa mfumo huo umepunguza changamoto ya ulanguzi wa mazao kwa wakulima, huku akisisitiza kuwa mwelekeo wa halmashauri ni kushirikiana na sekta binafsi katika uwekezaji wa maghala ya kisasa yatakayoongeza uwezo wa kuhifadhi mazao na kuimarisha utekelezaji wa mfumo wa stakabadhi za ghala ili wakulima wengi zaidi wanufaike na mfumo huo. Sasa hivi tumeshaanza mfumo wa stakabadhi za ghala tangu tarehe 1 mwezi wa 6, tangu tarehe 1 mwezi wa 5. Kwa hiyo tuwahimize wananchi, specifically wakulima, waweze kuleta mazao yao. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Naam, shukrani sana Amani Mbando kwa taarifa hiyo. Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Simiyu kimeiagiza serikali kuhakikisha shughuli za ununuzi na uuzaji wa zao la pamba kwa kuzingatia taratibu na miongozo zinaanza mara moja mkoani humo ili kuondoa usumbufu pamoja na sintofahamu ya masoko ambayo imekuwepo kwa wakulima zao hilo kutokana na kucheleweshwa kuanza kwa msimu wa ununuzi wa pamba. Tupate undani wa taarifa hii. Maagizo hayo yametolewa na katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Simiyu Lumen Ngunda, ambapo amefafanua kwamba licha ya serikali kuzindua msimu wa ununuzi wa zao la pamba kwenye maeneo yote ya uzalishaji Mei 15 mwaka huu, lakini bado mpaka sasa zao hilo halijaanza kuuzwa wala kununuliwa kwenye vituo vya mkoa wa Simiyu. Bado zao la pamba halijaanza kununuliwa kwa wakulima wetu ndani ya mkoa wa Simiyu. Hivyo kamati ya siasa ya mkoa wa Simiyu chini ya mwenyekiti wake Emmanuel Gungu Silanga, mwenyekiti wetu wa muda, imeazimia kwa pamoja na inaelekeza serikali ya kwamba ifikapo tarehe 6 ya mwezi huu wa 6 zao la pamba liwe limeshaanza kununuliwa
kwa wakulima wetu ndani ya mkoa huu wa Simiyu. Tumeona changamoto kubwa kwa sababu wakulima wetu wanatumia gharama kubwa sana kwenye zao hili, lakini wakulima pia wanawekeza fedha kwenye kilimo hiki cha pamba. Kwa tunahitaji zao hili sasa lianze kununuliwa. Baadhi ya wakulima wamepongeza hatua hiyo ya Chama cha Mapinduzi kulivalia njuga zao la pamba, ambapo wamedai inaleta matumaini kwao. Maana tangia msimu ufunguliwe mwezi wa 5, pamba tulikuwa tumeshaiandaa na tayari kwa ajili ya ununuzi. Kwa sasa tunashukuru tumepata wanunuzi wa pamba na imani tutaendesha familia zetu. Tumelima ili mradi tuweze kujikimu, kupata matumizi madogo madogo ya kulisha familia na watoto wetu kuwapeleka shuleni ili waweze kusoma. Zao la pamba ni moja ya mazao muhimu ya biashara katika mkoa wa Simiyu, ambalo linategemewa na maelfu ya wananchi kama chanzo kikuu cha kipato. Joseph Ndau, Channel 10. Na mtazamaji, taarifa yake Joseph Ndau ndio inatusimatisha upande wa habari za biashara na uchumi. Muda mfupi ujao tutakuja kujiunga hapa na Esther Mtebe katika upande wa michezo na burudani. Endelea kusalia nasi, hii ni Channel 10 Plus.